Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Heri ya Krismasi. Kwa kweli kila mmoja wetu tunapaswa tufurahi kwa sababu kwa wiki 4 hivi tumekuwa tukisafiri pamoja katika kipindi cha Majilio. Kipindi cha Majilio ambacho kilikuwa ni cha matumaini, tukitarajia kitu fulani, na kimsingi si kitu bali tukitarajia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari hii ni ya sherehe ya Krismasi na masomo nayotumia ni masomo ya mchana. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Krismasi na narudia tena heri ya Krismasi. Basi ndugu wapendwa katika Kristo, masomo yetu yanayotuongoza, nimechukua masomo ya mchana kwenye vitabu vyetu vya masomo. Na somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52 aya 7 mpaka ya 10. Isaya anatualika tuione Noeli kama habari ya wokovu na amani. Na nukuu, jinsi ilivyo mizuri miguu ya mjumbe aletaye habari njema. Ni sauti ya furaha ya Mungu anayewarudia watu wake. Noeli ni tangazo kwamba Mungu ametimiza ahadi yake. Mungu ametimiza ahadi zake ambazo amekuwa akizitoa tangu Agano la Kale. Amewafariji watu wake na amefunua wokovu wake mbele ya mataifa yote, kwa sababu Yesu amekuja si kwa Wayahudi tu bali hata sisi sote, ndio maana tunafurahi. Katika somo la pili ambalo ni kutoka katika kitabu cha Waebrania au waraka kwa Waebrania sura ya kwanza aya ya 1 mpaka ya 6, tunaona kwa undani fumbo lenyewe la Noeli. Mungu aliyesema zamani kwa njia nyingi, sasa amesema kwetu kwa njia ya mwana. Yaani mwana Bwana wetu Yesu Kristo ndio asana tumempata, tumemuona. Kile chochote tunakisikia kina neno na manabii, watu mbalimbali, sasa tumeona mubashara Yesu mwenyewe aliyezaliwa. Kumbe Yesu si mjumbe tu bali ni mwana, mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa asili yake. Kumbe katika Noeli Mungu anajifunua kikamilifu kwa mwanadamu, akijifanya mdogo ili tuweze kumfikia. Na kwenye somo la Injili basi na lenyewe ni zuri sana. Ni zuri sana. Katika somo hili tunaona kitu kikubwa sana. Yohane anatupeleka na kutuonyesha jinsi neno la Mungu lilivyochukua mwili, yani umwilisho. Neno la Mungu limekuwa mwili, hii ikiwa na maana kubwa sana. Mungu alichagua kwanza maisha yake kama sisi, tumboni mwa mama akiwa dhaifu, akihitaji kulindwa, na akazaliwa pangoni kwenye hori la kulishia ng'ombe. Wapendwa wana taifa la Mungu, ningependa ujumbe huu wa leo, tafakari hii, iwe mtoto Yesu ambaye ni mjumbe wa amani na mlinzi wa uhai. Mtoto Yesu ambaye ni mlinzi wa amani na mlinzi vile vile wa uhai. Tukiangalia kwa mfano katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa tunahitaji amani. Katika mazingira yetu ya Tanzania ni wazi tumemaliza uchaguzi, tumeshuhudia mijadala ya kisiasa au tofauti za kiitikadi, na sasa tunapaswa kujiuliza, je, mtoto Yesu angekuja na lugha gani leo kwetu? Bila shaka si lugha ya matusi ambayo angeleta, si lugha ya hofu, bali lugha ya amani, haki na heshima. Krismasi inatukumbusha kuwa hata tunapotofautiana kisiasa, amani ya taifa ni dhamana ya kila mmoja wetu. Mtoto Yesu anatuambia tuwe na mijadala, tusiwe na chuki, tofauti bila vurugu, uongozi bila dhuluma. Maisha yetu je, ya kila siku yakoje? Amani katika maisha yetu ya kila siku. Amani haianzii Ikulu wala bungeni, inaanzia nyumbani mwako. Na kimsingi amani inaanzia katika moyo wa mtu.
Tujiulize sasa, nyumba ngapi zina Christmas mezani lakini hakuna amani moyoni? Mezani mnakula pengine, au mko kwenye vijue mbalimbali mnasherekea, lakini je, amani ndani ya familia yako ipo? Migogoro ya familia, ugomvi wa wanandoa, ukimya unaouma kati ya wazazi na watoto. Mtoto Yesu analala pangoni kwa sababu dunia haikuwa na nafasi. Kusoma maandiko matakatifu, kabla Yesu kuzaliwa, Mama Bikira Maria na Yosefu walitafuta mahali pa kulala. Vyumba vya kulala wageni vilikuwa vimejaa, kwa sababu ilikuwa ni muda wa kujiandikisha sensa. Kumbe hawakupata sehemu ya kumweka Yesu. Na Yesu leo anatupatia changamoto, aliyezaliwa kwetu. Je, mioyo yetu ina nafasi ya kumweka Yesu? Huyu Yesu aliyezaliwa, mjumbe wa amani, ana nafasi katika moyo wako? Hiyo ni imani tunayopaswa kuwa nayo, kuilinda, kutafuta amani pia. Lakini kama nilivyosema kwenye mada yangu kuu kwamba mtoto Yesu anatuletea amani na mlinzi wa uhai, naomba sehemu ya pili ya mahubiri yangu niongee juu ya ulinzi wa uhai, yaani kulinda watoto ili wawe na amani tangu tumboni. Ndio lengo langu. Injili ya leo inatuambia kwamba neno wa Mungu amekuwa mwili, hii ikiwa na maana kubwa sana. Mungu alijichagulia maisha yake kwamba azaliwe na Mama Bikira Maria tumboni mwa mwanadamu. Yeye ni Mungu, alijishusha mno. Na hivyo tujue kwamba Yesu alizaliwa akionekana ni dhaifu, akihitaji kulindwa, na akazaliwa pangoni kwenye hori la kulishia ng'ombe. Pengine wote mnaonisikiliza hakuna aliyezaliwa katika mazingira hayo. Hapa Krismasi inatupa ujumbe mzito wa kiroho na kimaadili. Maisha ya mtoto ni matakatifu tangu tumboni. Mtoto anapotungwa mimba, ile siku ya kutungwa mimba mpaka miezi 9 inapoisha na kuzaliwa, ni maisha matakatifu. Na kabla mtoto azaliwe, kama Yesu mwenyewe, lakini tukimwangalia kwanza, Yesu mwenyewe alikuwa ni neno, tayari alikuwa na kusudi, tayari alikuwa anapendwa na Mungu. Watoto ambao wamo tumboni mwa mama zao, Mungu anakusudi nao. Lakini tunaposherehekea Krismasi, hebu tuwakumbuke wale watoto wanaouawa tumboni, kutoa mimba kwa njia mbalimbali. Huo si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu watoto wazaliwe. Kwangu mimi, ninapoletea ujumbe wa Krismasi, tulinde uhai, tutetee uhai kuanzia tumboni mpaka mtoto anapozaliwa na kuendelea katika maisha yake yote. Lakini tunafahamu kwamba katika mazingira yetu kuna watoto wanazaliwa kwenye mazingira ya vurugu. Wengine wanakuwa bila ulinzi, malezi na upendo. Krismasi inatuita sisi wazazi, walezi, viongozi na jumuiya kwa ujumla, tujiulize, tunawalinda watoto wetu kiasi gani? Tunawapa mazingira ya amani tangu tumboni hadi kuzaliwa, hadi kukua? Mtoto Yesu anayezaliwa leo Krismasi anatufundisha kwa ulinzi wa watoto si hiari, kwamba naweza nikafanya au nisifanye. Ni wajibu wetu wa kiimani, na kanisa, familia na jamii vinapaswa kuwa Bethlehem, mahali salama pa mtoto kuwa na amani. Na pengine ingekuwa vizuri unaposherehekea sherehe ya Krismasi kwa mwaka huu, inawezekana huko nyuma umekuwa ukifanya au hujafanya, hebu mkaribishe mtu yoyote apate chakula kwako, au mpatie chakula kama analia nyumbani kwake. Najua mnafanya hivyo,
Kama ulikuwa ufanyi, fanya hivyo. Na kwa namna ya pekee watoto ambao hawana chakula, tuwajali na kuwakumbuka tunaposherehekea sherehe hii kubwa ya kuzaliwa Bwana. Ndugu wapendwa, leo Mungu anazaliwa kama mtoto ili atufundishe amani ya kweli aliyoileta, atukumbushe thamani ya kila uhai kwamba ni wa thamani kubwa, na tukumbuke kwamba Krismasi ya kweli si mapambano, Krismasi ya kweli si mavazi ya nje, Krismasi ya kweli si chakula. Ni vitu vya muhimu tulifanye, lakini hasa zaidi Krismasi ya kweli ni amani katika mioyo na jamii zetu, ulinzi wa watoto tangu tumboni hadi ukubwani, Kristo kuyatawala maisha yetu. Wote tusherekee Krismasi kwa nje, lakini maisha yetu yakawa hayana maana tena. Na kwa namna ya pekee tuendelee kuiombea nchi yetu amani, tuendelee kulinda uhai. Mungu Baba wa huruma, tunakushukuru kwa zawadi ya mtoto Yesu, mfalme wa amani na chanzo cha uhai. Ileta amani katika nchi yetu, katika siasa, familia na maisha ya kila siku. Tujalie hekima ya kulinda watoto wako kuanzia tumboni mwa mama hadi wanapokuwa. Fanya mioyo yetu ni mahali salama ambapo Kristo anaweza kuzaliwa upya kila siku. Kwa Kristo Bwana wetu. Heri ya Krismasi na kutakia sherehe njema na familia yako. Tumsifu Yesu Kristo. Je, unahitaji kupendeza na kuvaa nguo kali za kijanja? Basi usiumize kichwa, kwani Happy Fashion ndiyo suluhisho. Hawa ni wauzaji wa nguo za aina zote kwa akina baba, akina mama, vijana na watoto pia. Wanauza suti za kiume za Uturuki, makoti ya Uturuki, cadet original, jeans, masweta mazuri ya kiume, mashati na t-shirt. Kwa wanawake wanauza magauni ya kwenye sherehe, suti za kike, magauni ya kawaida, marefu na mafupi, abaya, magauni ya lace grade 1, madera, jeans za kike, mashati ya kike, vitopu, tracksuit za kike, perfume za kike na za kiume na mawiving ya kushonea. Pia Happy Fashion wanayo masweta na magauni mazuri kwa ajili ya watoto. Pia wanauza mataulo, mashuka na kadhalika. Happy Fashion wanapatikana Tabora mjini, barabara ya shule karibu na roundabout ya kuelekea Grand Penta Hotel. Pia Happy Fashion wanalo tawi liitwalo JR Fashion. Hili linapatikana maeneo ya Shimoni jirani na Oxygen. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0764167161. Karibu upendeze. Happy Fashion na JR Fashion.